katika jina la Yesu. Amen. Bwana asifiwe. Naomba ya kwamba ukaweze kuchukua kiti chako ukaweze kukaa katika jina la Yesu. Letoria ndio pale yote. Wakati unashukuru Bwana ni kwa sababu ya neema nyingine ambayo amenikabidhi ili nikaweze kusimama mbele yako na nikaweze kutetea Kristo. Jina la Bwana litukuke. Auzui ya kwamba kuamuka na usikia unauae na uzima imegharimu neema na mkono wa Bwana. Jina la Bwana litukuke. Nimesimama mbele zako nikiwa nimeokoka. Naitwa Pastor Pauline na ninatamani kumlaki Yesu siku ya kiyama. Na nyenyekea ili nikaweze kutimiza makusudi yake katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye. Naomba zake nikaweze kuja karibu akaweze siku ya leo nataka kuzungumza ni mtu gani ambaye Bwana anaweza kumtembelea. Nataka kuzungumza karakta ambaye Mungu anaweza kusema ya kwamba huyu mtu nitamtembelea. Haleluya. Mtu huyu ambaye anatembelewa na Bwana ni mtu ambaye anakaa katika hali ya kuongozea na katika hali ya utulivu na katika hali ya kuwa na tumaini ndani ya Kristo. Ndio Bwana atumani. Tuko pamoja. Jina la Bwana litukuke. Nataka tuende katika Kutoka. Tunaenda tu nataka kunenda ambapo ni kirukaruka nikienda mahali pengine tuone mtu ule Mungu atatembelea siku ya leo katika jina la Yesu. Na kama ya kwamba ndani yetu hakika tuna hizi karakta ambapo Bwana alikuwa ananihimiza ndani yangu, najua ya kwamba tutaingizwa katika makusudi yetu kwa haraka. Jina la Bwana litukuke. Wacha tuende katika Kutoka tuende katika Kutoka 3 kuanzia hapo 6 na 7. Kutoka 3 6 na 7. Exodus 3 verse 6 and 7. Tena akasema, mimi ni Mungu wa baba yako, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Musa akaficha uso wake, kwa maana aliogopa kumwangalia Mungu. Endelea verse 7. Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao. Haleluya. Tunaona hapa ya kwamba kitu kile ambapo tuliona pale sana na mambo niligusa sana kidogo. Unajua pale ambapo Moses aliweza kuona kile kiziti kiliwaka moto. Alafu alikaribia. Wakati alikaribia ndio Bwana akamwambia kwamba mimi nimeona mateso ya watu wangu, nataka kuhutuma. Kwa hivyo pale katika asina neno nilisema ya kwamba ule mtu ambaye Mungu anakuza kuangalia atumani. Haleluya. Hao watu wa Israeli walikuwa katika hali ya kungojea, katika hali ya kumlilia Bwana na katika hali ya kumtafuta Bwana. Watu wao walikuwa na kiu kuja kuokolewa. Jina la Bwana litukuke. Na watu ambaye wako na kiu hawatoki mpaka mwenye kuwaokoa akuje, maana wana namna. Jina la Bwana litukuke. Na kwa hiyo watu wale Mungu anataka kutembelea siku ya leo, ama kanisa la Mungu ambapo Bwana anakuja kutembelea, ni watu wale ambaye wamekuwa kimulilia na kungojea katika moyo wa kiu. Tuko pamoja. Na wakati nilipokuwa nikiombea maneno haya juu ya watu wa Mungu, ama vile tunaongozea katika nchi yetu ya Kenya tuweze kukabidhiwa mfalme,
Jina la Bwana litukuke. Ama vile umekuwa ukililia mambo fulani, Bwana anaangalia kama kuongozea kwako kuna tatuizi. Unajua naweza kuongozea na wewe una tatuizi, wewe unasaka uwe ya kwamba auelewi, yani katika ndani yako kuna kuhangaika. Jina la Bwana litukuke. Watu hao wametulia, nataka kusema ya kwamba kuna utembelewa kwao. Jina la Bwana litukuke. Watu hao wamekuwa wakilia na kungozea, Bwana amewaona. Mungu amewaona katika jina la Yesu. Watu hao wamekuwa wakilia na kungozea. Hii tumekuwa tukingozea ama tumekuwa na kunung'unika. Tunaona bali wana wa Israeli walinung'unika, hawakunung'unika. Walinung'unika wakati walitolewa. Haleluya. Na kuna leo Bwana anataka kutuingiza, maana aliambia wana wa Israeli, nitautoa katika nchi ya Misri nikupeleka katika nchi ya ahadi. Na kwa hivyo wakati walienda wakapiwa pale, Moses waliendelea kusimama na kuita Bwana awaokoe kama jinsi alivyowaambia. Kile kitu Mungu anataka hapa ni kuongozea na kukaa katika hali ya kumwambia. Jina la Bwana. Hakuna kitu kingine. Maana ukiingiza saka, ukiingiza ya kwamba hakutawezekana, nataka kuambia mtu wa Mungu, tutasura sana tukitafuta misaada. Lakini tukitulia, mambo itatendeka. Jina la Bwana litukuke. Na wakati Mungu aliangalia kilio cha wana wa Israeli, akatazama, akiona kilio kiao, akimaona. Muthenya wao mothe Ngai nĩokĩte kũrora andũ ake. Na nataka kuambia ya kwamba upokee, maana kuna mwangalio wa Mungu. Katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai, kuna mwangalio wa Mungu. Nataka kukuambia katika hilo jambo umekuwa ukimungozea, kuna mlio wake. Katika jina la Yesu, Bwana anatumana. Anatumana. Haleluya. Jina la Bwana litukuke. Anatumana na jicho lake liko juu yako. Katika jina la Yesu, usiwe na shaka, maana kuna Mungu amekuangalia. Mungu wa ahadi, Mungu anajua kutenda, Mungu ambaye tibisha. Nataka kuambia usiwe na shaka, Bwana amekuangalia. Jina la Bwana litukuke. Hakuna kitu kizuri kama kuangaliwa na Mungu. Unaweza angaliwa na wanadamu wa kufariji, kama vile dada yetu amesema hapa, anaweza angaliwa na mfalme. Haleluya. Na akose kutimiza, lakini Yesu mwana wa Mungu alikuangalia. Nataka kuambia hali yako inakuja kubadilika katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Kama kungekuwa hivyo, hatungeitwa katika ufalme wake. Nataka kuambia ya kwamba hangekuambia ukao ukimngozia, hangekuambia ukae na utakatifu kama kungekuwa vile. Katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai, nataka kukuambia hilo jambo unapitia linakuja kufika mwisho. Sarababushi. Katika jina la Yesu. Nataka tuone watu wengine pia walingozea. Mtu mwingine naye aliongozea ni Mordekai, ambaye alikuwa na tabia ya kungozea Bwana katika kilio ili aweze kutolewa katika mikononi mwa Hamani. Jina la Bwana litukuke. Neno la awasa tuone ya kwamba, na nimwambia tena nikimgaruka nikimwambia ni watu gani ambao walikaa Wayahudi wakaokolewa. Jina la Bwana litukuke. Wasa tuone katika Esta 4. Wasa tuone katika Esta 4:15. 4:15. Esta 4:15. Basi Esta akawatuma ili wamjibu Mordekai. Uende 16. Uende ukawakusanya Wayahudi wote waliopo hapa Shushani, mkafunge kwa ajili yangu. Msile wala kunywa muda wa siku 3, usiku wala mchana. Nami na wajakazi wangu tutafunga vile vile. Kisha nitaingia kwa mfalme kinyume cha sheria
nami nikiangamia na niangamie. Haleluya. Tukiona katika hiyo Mordekai, katika hiyo Esther ile, tunaona ya kwamba pale mwanzo kabisa tunaona ya kwamba Mordekai alikuwa watchman. Alikuwa anakaa katika malango za mfalme Ahasuerus. Na wakati alipokuwa pale, Hamani alikuwa anataka kukuamisa ama na kuua Mordekai pamoja na wana wa Yahudi. Na mfalme akakubali. Sasa nataka kurudi nyuma ndio uweze kupata pointi. Mfalme akarudi nyuma, jina la Bwana litukuke. Akasema ya kwamba akaweka sahihi na akaweka yani Kiswahili yake kile nini muhuri ati ya kwamba na kuwe hivyo. Na wakati Mordekai alisikia na akaona, aliweza kuhuzunika sana na aliweza kuumia sana, akijua ya kwamba wana wa Yahudi watahamishwa katika ule mji na watauawa. Neno la Bwana linasema ya kwamba Mordekai alilalua mavazi yake na akaanza kugaagaa. Na alikuwa na gaagaa akipiga nduru hadharani. Sio hii kusema ati kufisa, ni hadharani. Mambo mengine ni hadharani. Wasa kufanya unajua watu wengine wanakuwa gentleman wakati wanapitia masida. Hata utaki kuonekana ukiomba, hata utaki kuonekana ukifasti. Na hata uombe utakuwa na hiyo sida mpaka iweke siri. Wasa wito kumpana ni kwa sababu ya kutafuta Bwana. Wasa wito mzinga ni kwa sababu ya kupenda Mungu. Maana unajua ya kwamba katika ushirika wako na Mungu ndipo utakutana na Mungu wako. Hapo ndipo Mungu atakutumaini, atatumana ni ambapo Bwana aweze kutatua hiyo siri. Jina la Bwana litukuke. Lakini hapa tunaona ya kwamba tumekatakata. Esther kaenda akaambiwa, maana alikuwa ameolewa katika hiyo jamii hiyo katika yule ya mfalme. Akaambia ya kwamba wana wa Israeli wako hivi na hivi na tunataka kuuawa, sasa itakuwaje? Akarudisha Hathaka akamwambia, enda waambie Mordekai wafunge, akusanya Wayahudi wote waende katika fasting and prayers, nami nikiwa na wanyakazi wangu tufunge. Imagine watu wale sitatoka katika mesi, wale watu wamekuwa kingozi ya Bwana katika hali ya maombi, katika hali ya kumtafuta. Wakati umefika waangaliwe. Haleluya. Jina la Bwana litukuke. Neno la Bwana linasema ya kwamba wakaomba, naye Esther ninakata Esther nikonja. Neno la Bwana linasema wakati ule mfalme hakuwa anaonekana mpaka siku 30 zilizo tukiteremka siku. Jina la Bwana litukuke. Lakini kupitia Mungu na uwezo wake Esther alivunja sheria. Maombi iliweza kuvunja sheria katika jina la Yesu. Mambo yale unaona ya kwamba haiwezekani, inaweza kuwezekana, ni kwa sababu Mungu ana mipaka. Unaweza wekewa mipaka na muziki kama huyo. Unaweza wekewa mipaka na mali unafanya kazi hapa uweze ukapita. Lakini nataka kuambia ya kwamba hata kama unapadia, hata kama unaenda mavuti, kuna promotion inakuja. Katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai, unakuja kuondolewa hicho kiwango. Katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Usione shaka na Mungu wako. Mungu ni Mungu mwenye nguvu. Mungu ni Mungu anaweza. Mungu ni Mungu anainua. Haleluya. Jina la Bwana litukuke. Tukiona pale tunaona ya kwamba tukiteremka Esther, ukienda usome maandiko peke yako, Esther aliweza kuvaa mavazi ya kifalme na akaingia kwa mfalme na akapata kibali. Amen. Tunaona ya kwamba ule mtu ulikuwa unataka kutundika Mordekai, Hamani alirundikwa na huyo mtu. Na neno la Bwana linasema ya kwamba masamba yote na manyumba aliyekuwa naye yote ilikuwa ya Wayahudi na ufalme wake ukapatiwa Mordekai. Kwanza nikwambia tunaabudu Mungu mkubwa katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Usikae ukifikiria habari ya adui.
Kaa ukifikiria Mungu wako anaweza kukuitika nini. Hakuna mtu anaweza sindana na mtu ambaye anatafuta Mungu. Anaweza kumshinda katika jina la Yesu. Nataka kukuambia Mordekai alikuwa anakaa katika malango. Na kalikuwa kanaonekana kama mtu bure. Lakini kale kama mtu kalikuwa kanatafuta Mungu, kalikuwa na ushirika na Mungu. Sharaba alikuwa na ushirika na Mungu. Nataka kukuambia ukitaka waganga waanguke na wale wanaenda kuzimu kuchukua nguvu za kisa, nataka kuambia kwamba elewana na huyu Mungu uone pili atakutetea. Haleluya. Katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Kwanza bibi ya Amani alimwambia kama huyu unashindana na yeye ni Myahudi, hakuna wakati ambaye atakushinda. Mtu wa Mungu usidharau. Usikubali kudharauliwa na watu na wewe usidharau. Nataka kukuambia hata kama ni watu wenu ambao wamesimama kukudharau wote, nataka kukuambia hata ukiwa wewe usikia tunashinda, hapana. Usisikia tunashinda, wacha kuwatafuta na mwili na damu. Sharababoshi. Elewa na Mungu. Elewa na Mungu. Na nataka kuambia wakati wako umefika ambaye wa kuangaliwa katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Haleluya. Wale watu wamekuwa kiangalia Bwana, wamengojea Bwana katika hali ya utulivu. Nataka kumwambia mwako kisi, kuna watu hapo wataiba wimbo. Kuna watu wataiba wimbo mpya katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Unajua wakati Mordekai alikuwa anasema ya kwamba aliambia Esther, maana alimwambia wakati kama huyu na nyakati kama hizi mfalme hawezi akaonekana. Akatumana tena kaenda kumwambia hata akose kutuokoa, Mungu atatengeneza njia nyingine. Na akikosa kutuokoa yeye na watu wake wataisha. Esther alikuwa anaogopa Bwana. Wewe second, unaweza uliza huyu Mungu atapitia wapi? Huyu Mungu atapitia wapi? Atakuzaje aliokoe na hii? Na wakati tutakuwa na saka kwa Mungu, hapo ndipo masauti itakuwa ndamu. Usikubali jambo lile linakusumbua. Masauti yoyote ya adui itawale mawazo yako. Amen. Hapo ndipo unaona watu wanapitia mambo mazito na wanafurahi. Watu wanapitia mambo mazito na wanasimama mbele za Mungu. Watu kama wale nataka kuambia Mungu hawezi akanyamaza. Nataka kukuambia Mungu hawezi akanyamaza ni kwa sababu umebeba mambo makuu. Umebeba mambo hiyo na uweza ya kuheshimisha Kristo. Hakuna watu wameheshimisha Mungu wakaibika. Hata kama wanaonekana ni mpumbavu. Unajua tunaonekana ni kama, na ndio Yesu alisema yale mambo inaonekana ni ya hekima, kwa Mungu wake ni mpumbavu. Haleluya. Ni kwa sababu tumekubali kubeba hekima ya kudharauliwa na watu tuwesimike mbele ya Mungu. Haleluya. Usichoke. Amen. Usichoke. Amen. Jina la Bwana litukuke. Haleluya. Kuna mwingine naye aliongozea Bwana. 1 Kings 17. Akaokolewa. First King 18:17. Oh, sorry, ni mwanzo sorry, tuende mwanzo 18:17. Genesis 18:17.
Genesis 18:17, Mwanzo 18:17. Bwana akanena, je, nimfiche Ibrahimu jambo nilifanyalo? Haleluya. Hapa ni wakati ambapo malaika wa Mungu walikuwa wametumwa ili wakaweze kwenda kuadhibu mji wa Sodomu na Gomora. Na wakati Abraham alipokuwa anasindikiza watu wale, wakaulizana, tutapisa huyu mambo na ni yeye atakuwa baba wa mataifa? Unio wakaweza kumvisuria vile waliweza kuwa vile ambapo wanaenda kufanya katika Sodomu na Gomora. Neno la Bwana linasema ya kwamba wakati alijua hivyo, akaanza kumulilia Mungu, akaanza kuita Mungu kuambia ya kwamba ukipatikana watu hawa mtafanya, ukipatikana wawili. Akaenda mpaka akaenda wengi, ndio Bwana akaweza kuokoa ndugu yake. Kwa hivyo wale watu wanaokolewa ni watu ambapo wanajua Mungu anaweza tenda. Ni watu ambapo wanamuendea wakiwa na uhakikisho ati ya kwamba Mungu anaweza kutenda. Jina la Bwana litukuke. Nataka kuambia ya kwamba kuna jambo ya watu wao wamekuwa wakimtazamia Bwana, kuna kitu anafanya. Hata kama unaona hakuna tumaini, endelea tu kumwambia. Usinyamaze. Abraham hakunyamaza mpaka ndugu yake akaweza kukombolewa katika mji wa Sodomu na Gomora. Jina la Bwana litukuke. Kwa hivyo wale watu wamekaa katika hali ya kuhusisha Bwana shida zao. Wakati umeandia. Wakati umeandia. Katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Haleluya. Sasa tuende katika First King 17:10. Wafalme wa kwanza 17:10. King 17:10. Basi akaondoka akaenda Sarepta. Hata alipofika langoni pa mji, kumbe mwanamke mjane alikuwako akiokota kuni. Akamuita akamwambia, niletee na kuomba maji kidogo chomboni nipate kunywa. Alipokuwa akienda kuleta, akamuita akasema, niletee na kuomba kipande cha mkate mkononi mwako. Naye akasema, kama Bwana Mungu wako aishivyo, sina mkate ila kozi ya unga katika pipa na mafuta kidogo katika chupa, nami ninaokota kuni mbili, niingie nijipikie nafsi yangu na mwana wangu, tule tukafe. Elia akamwambia, tuko 13. Elia akamwambia, usiogope, enenda ukafanye kama ulivyosema, lakini unifanyie kwanza mkate mdogo ukaniletee, kisha ujifanyie nafsi yako na mwanao. 14. Kwa kuwa Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, lile pipa la unga halitapunguka, wala ile chupa ya mafuta haitaisha, hata siku ile Bwana atakapoleta mvua juu ya nchi. Haleluya. Huyu tukirudi nyuma kidogo tutaona ya kwamba Elia kuna wakati alikuwa amekaa katika mtu wa Mlitemu na kulikuwa na maji na alikuwa amekosa kila kitu. Akatumwa akakutana na mwanamke Msidemu ambaye alikuwa anaokota kuni. Na ule ukisoma katika hiyo yote utaona ya kwamba ule mwanamke bwanake alikuwa mtumishi pamoja na Elia. Na wakati alikuwa mtumishi pamoja na Elia, neno la Bwana linasema yule mtumishi aliweza kukufa. Na wakati alipoweza kukufa, alikuwa na watoto wawili, na ule sasa tofauti alikuwa na nini? Na madeni. Na watu walikuwa wamesema watachukua watoto wake, ni kwa sababu ameshindwa na kulipa. Jina la Bwana litukuke.
Lakini wakati Mungu alikuwa mtumishi wa Mungu alikuwa pale, ule mama alikuwa ameandaliwa ni waweze kukutana na mtumishi wa Mungu apokee baraka yake. Ukienda pia alimwambia ya kwamba mtumishi wangu, bwanangu alikuwa akitumika pamoja na wewe, na alikuwa na deni, na kwa maana alikuwa na deni, watoto wangu wanataka kushukuriwa. Ela yako sindiria, alimuuliza uko na nini? Uko na nini uniletee nikule? Akasema tu nikaunga kadogo, hata narogota hizi kuni niende nipige, sitapata kitu. Nikikula hakuna kitu kingine. Kulikuwa na njaa sana, maana mtumishi wa Mungu alikuwa ametabiri miaka 3 hakutanyesha. Jina la Bwana litukuke. Ule mwanamke kwa kusumbuliwa kule aliweza kutulia ndani ya Mungu katika hali ya kumngozea. Kuna kitu mnasika. Ni mwanamke ambaye alikuwa faithful. Ni mwanamke ambaye hakuwa anaambia mtu mwingine sinda. Alikuwa anaambia tu Mungu. Ni mwanamke ambaye alikuwa na moyo ambaye sio wa usura. Unajua tunaweza kuwa tumetulia kwetu kwa nyumba na mawazo yetu yanasukura sana kulingana na zile shida zinatupata. Lakini wakati tumetulia ndani ya Kristo, macho yetu alioni mtu mwingine bali naona Kristo. Sasa siku yake ilifika, akaenda akatoa kale kaunga akampelekea, na wakati alimpelekea, neno la Bwana linasema ya kwamba wake hakukosa nini? Hakukosa unga, hakukosa mafuta. Ni kwa sababu gani? Aliweza, huyu ni mtu alikuwa anajua ya kwamba hata nikipatia mtumishi wa Mungu kuna kitu Mungu atatenda. Haleluya. Umekuwa ukijitolea, umekuwa tu ukileta hiyo kidogo kama yako kaunga, umekuwa kuwa mwaminifu kwa Mungu. Nataka kuambia mtu wa Mungu unaenda kupokea. Amen. Usiwe na shaka, usiwe na hofu, maana kuna wakati wa kutoa na kuna wakati wa kupewa. Muradi tu mawazo yako yanatulia mbele za Mungu. Muradi tu moyo wako umesikia kumwendea Mungu katika hali ya kumtumainia. Jina la Bwana litukuke. Na hii saa ni nzuri kweli. Haleluya. Na simu itaendeleza. Yes, okay. Jina la Bwana litukuke. Waza tuone Mwanzo tena 18. Tulikuwa hapo. Waza tuone katika Zaburi 33:10. Zaburi 33:10. Verse 10. Psalms 33:10. Bwana huyabatilisha mashauri ya mataifa, huyatangua makusudi ya watu. Shauri la Bwana lasimama milele, makusudi ya moyo wake vizazi na vizazi. Haleluya. Naomba kusoma kidogo na andiko kidogo nione kama inapeleka kama mnani. Bwana mwalimu mipango ambayo inapangwa na watu. Zaburi 33:10. Zaburi 33 verse 10. Mwathani ni utumaga maundu maria ndurire ibangite gwika matuike matuhu. Haleluya. Bwana ndiye anaweka yale mambo watu wamepanga iwe ya bure. Kwa hivyo
wakati watu wale walikuwa naenda kwa ule mama, walikuwa najua na wanamaliza, walikuwa nasema ameisha, lakini mpango ya watu Mungu anaifanya bure. Kuna kitu mnasika? Yes. Nataka kukuambia mambo yayo unapitia, Bwana anakuja kuifanya bure. Amen. Katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai, anakuja kuifanya bure. Yes. Na tusiamini vile tunaaminianga. Mnajua mimi kuongea neno kama hilo ni Mungu. Mimi naonanga dhambi kila wakati. Jina la Bwana litukuzwe. Si mnajua? Kwa hiyo sasa tulisikue neno hili na kulitilia, na tukitoka ni mshukuru. Okay, enda 11. Imeisha. 10b yote. Mwathani ni watuma na maundu maria nduriri ibangite gwika matuike matuhu. Niwe uthukangaria mibango iria andu mabangite. Haleluya. Bwana ni anaharibu yale mipango watu wanapanga. Nataka kuambia mtu wa Mungu, elewana na Mungu. Wasa kujali watu wanakupangia nini. Maana wakati tunafikiria vile tunapangiwa na maadui, hiyo ndio inaweka tutoke wake tukifikiria maadui vile wako na nguvu. Lakini amesema mambo yale inapangwa, ile inakuwa ilipangwa na adui, ni anaharibu. Na wakati tunachukua nguvu na mamlaka, mambo yale inapangwa na watu katika mawazo, mambo yale inapangwa na watu katika kuzimu, na katika nchi ngumu, na katika anga ya mawazo yao, tunaiharibu katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Ni neno la Bwana limesema ya kwamba mipango yale inapangwa na wanadamu anaiharibu, haitakamilika katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Kitu kinachotengelia hicho kinakukimbisha, ambaye kimekuwa ni mlima wako, siku ya leo nachukua nguvu na mamlaka, ninakiangusha, ninakikosesa nguvu katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Hakina mwezo. Tuamini neno la Mungu, watu wa Mungu, tusiwe na fia katika mambo tunapitia. Tulia ndani ya Mungu na utaona ushindi wake. Unajua wakati tumependa shukuru na mwanamke huyu hakutetesa mtumishi wa Mungu, kumwambia ya kwamba wewe ni mtumishi gani ambao ulikuwa na huduma na bwanangu na ameniazia madeni. Kuna mwanamke, ni mwanamke alikuwa na hekima ya kiungu ya hali ya juu, alienda akanyenyekea, na ndiye alimwendea kwanza akamwambia ya kwamba mume wangu alikuwa anafanya kazi na wewe. Haleluya. Waseni hivyo mnasema ya kwamba unaweza, ati watu wa Mungu tunakuwa maskini, wasa usekelewe siku moja. Wasa usekelewe siku moja. Nataka kuambia kwamba utakanyanga hatua. Sio mtumishi huyu mama alikuwa anaulizwa, bwana wako alikuwa mtumishi. Ona vile umekuwa maskini. Ona watoto wanataka kwenda. Nikikiko kibya, mepangwe banga goniandu yamethoka. Ndetulia Jehova likagosu. Kwa hivyo usijali na kuwa na maadui. Yes. Maana kile ambapo watu wa Mungu wamekosa kusimama ni maadui. Lakini nataka kuambia yako, hakuna mpango wowote unapangwa kinyume na maisha yako ambaye Mungu atakubali unawili katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Hata kama ni waganga wamekaa wakizunguka hiyo nyumba, hata kama ni watu wanakuendea kwa waganga, hata kama ni watu wanalala wakikusema usiku, hakuna yoyote anapingana na mtu anatumainia Mungu anasakisika. Na wajameni watu wa Mungu, muwe na hekima katika hali ya kuingilia watu wa Mungu. Wachana waonane na Mungu yeye mwenyewe. Tulisoma ya kwamba watu wasioamini neno hili wanapewa ndani yao wapelekee watu walipokee. Na kwa maana mtu amekubali kwenda kutumika, hata kama amini anafanya vituko, wewe asana na yeye. Asana na yeye. Haleluya. Maana wakati wa kuongea na kuongozea Mungu itapatikana hivi. Haleluya.
Wacha tuende katika tulikuwa ngapi? Enda 11. Undu uria mwathani acirĩire gwĩka-rĩ, ũtũũraga nginya tene na tene. Undu kile Mungu amesudia kutenda kinadumu milele na milele. Jambo lolote Mungu ameanzisha, nataka kukuambia hakuna mtu anaweza kumu. Nataka kukuambia jambo lolote Mungu ameanzisha katika maisha yako, hakuna lipepo kutoka kuzimu wala nchi ngumu wala katika hanga likaweza kutimia. Wewe unaweza haribu tu wewe mwenyewe, upigwe ulale kulati. Ulikuwa unasema nilifanya. Tumekataa hiyo. Yesu hakushindwa, tunashindwa kwa nini? Haleluya. Wacha tuende katika Zaburi 34:10. Absolutely ndio tulikuwa. Tuende 34:10. Zaburi 34:10, Psalms 34:10. Wana simba hutundikwa huona njaa, bali wamtafutao Bwana hawatahitaji kitu chochote kilicho chema. Haleluya. Murothi mwithi. No uthiũrũrũka ũgĩcaria. Sivyo? Na wage yako nyiti. Tunajua simba anakuwa ni mtu mwenye nguvu. Tunajua simba ni kitu ambapo kinajua kuna kitu inaweza kuisinda. Na simba inakuwa na inaitwa nini? Usamba. Haleluya. Lakini Bwana anasema unaweza zunguka ukitafuta na ukose. Lakini mtu ambaye anayetafuta Mungu. Haleluya. Mtu ambaye anayetafuta Mungu hawezi kosa kitu chochote. Haleluya. Niona muhimiza maombi, maana mimi nimejua maombi imefanyia. Ndio mnaona ninamsukuma katika hali ya kutafuta Mungu. Nimejua katika hali ya kutafuta Mungu nipo mioyo ya chuki, mioyo ya wivu, mioyo ya ukahaba inatolewa katika hali ya kumtafuta Mungu. Na usiwe mambo haya ni kwa nini nakamilikisa. Mordekai alikuwa mtakatifu. Mama Muzani alikuwa mtakatifu. Haleluya. Alikuwa mtakatifu. Kwa hivyo utakatifu utetea mtu. Hapo sitatoka. Utakatifu utetea mtu. Jina la Bwana litumike. Lakini wakati utaweka utakatifu siri na kufanya vile unataka na unaingia kwa Mungu, unaweza chukua muda mrefu sana bila Mungu kuja kukutetea. Mwanamke yule tuoni sijui kama aliitishwa watoto kwa muda mrefu. Hata kama aliitishwa kwa muda mrefu, aliweza kutulia na kujua one time Mungu atamtembelea. Na ndio naona hakuwa na uzungu na mtumishi wa Mungu. Alimwendea vizuri na kumwambia kwamba mume wangu mlikuwa mnafanya kazi na yeye. Naye akamwambia ndo niletee kitu fulani. Watu wanataka kufanya kitu waongei sana. Wewe leta kitu fulani iko na haja. Unajua Mungu anaweza kukuhimiza utoe kitu ya ina uzungu sana. Hapo kauka kalikuwa ka uzungu. Ukutana na mziza wako. Na unadharau tu wako kauka, tumikauka karogo tu. Naenda kupigia mtoto kaisi. Haleluya. Nataka kuambia mtu wa Mungu, wewe ni mtu wa Mungu. Amen. Endelee. Njoni enyi wana, mnisikilize. Ukalisi, njoni, kujeni nyinyi wana. Nami nitawafundisha kumcha Bwana. Nami nitawafundisha kumcha Bwana. Katika hali ya Mordekai, kukaa katika ngeti ya Zeserusu mfalme, hapo ndipo aliweza kupigana na maadui zake akawasili.
Haleluya. Mlinda malango ni mwombezi. Haleluya. Na nimenena katika Biblia ya kwamba na Ezekieli wao wakiwa mlindaji wa geti, na uone ya kwamba mji kunaharibika, wala mtu ambaye mwalimu ukose kwenda kumwambia huyo mtu akiadhibiwa ndio utaulizwa. Jina la Bwana litukuke. Kwa hiyo mtu yoyote anasimama katika geti anakuwa mwombezi. Na ndio naona katika malango za ngoma zetu kuna malango. Kuna malango ya kiingilio. Na sasa wakati umetekwa kwenu, usimame katika yale malango. Nataka kutangaza ya kwamba hakuna yoyote hapa katika ukongo wake, haleluya, atakuwa analia kwa mambo yale tunalia sasa. Katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Hakuna wakati, nataka kuhakikishia. Mimi nimeona mambo ambapo nilikuwa nikilia zamani. Najua kuna wakati moja nilikuwa nimeenda maombi kama siku 40. Na nilikuwa nalilia moyo wangu kuwa na uzungu. Haleluya. Na ninataka kukuambia utoa mzigo ndani ya Mungu, mizigo ndani ya moyo wako. Nataka kukuambia sio siku moja. Lazima ujifundishe karakta ya kusimama ya kukaa na Mungu. Ni ambapo una uzungu uweze kuondoka, ndio Bwana aweze kupata kituo wako. Alafu akipata kituo anatumana sasa. Na ndipo mimi hakuna mtu, yani wasa nikuambie mimi nimelilia moyo wangu kwa Mungu. Haleluya. Ili Bwana aweze kupata kituo tu. Ule mwanamke alikuwa na uzungu. Wanzameni angalia. Pili alimwendea, si hata ninyi mnaolia kwa kanisa mmekaa miaka ngapi na mtabarikiwa. Hapo kwa kanisa mmekaa miaka ngapi na mseji mpaka mnaitwa hiyo kanisa ni account. Wewe unaamini hivyo? Sasa unasema watu nitaama niende kanisa hili hata sitarudi kwenda. Wajameni ni heri ukae mahali miaka 10. Kuna watu wamekosa kupokea kwa haraka ni kwa sababu Bwana anataka kupata kituo. Haleluya. Na alipata kituo wako utaanza kusikia furaha hata kama hiyo mambo na hiyo. Jina la Bwana litukuke. Na hiyo tumemalizia na maombi. Tumemalizia wao wanamcha Bwana na tunaona watu hao hata kama ni Abraham alikuwa na si Mungu aokoe ndugu yake katika ile nchi katika hali ya kumulilia. Na tena walikuwa wamekaa chini na wakakula mali. Neno Bwana linasema ya kwamba ushopariti. Abraham alikuwa amekaa chini katika malango la nyumba yake. Akaona watu wawili wakiza. Akaangalia akaona hawa ni Mungu. Unajua Mungu atakuja kutembelea akiwa mtu. Haleluya. Wajameni tuwase hizo jicho la kudharau. Na Abraham alikuwa tajiri. Hakukuwa masikini vile tunaongoea sasa. Haleluya. Lakini alikuwa mnyenyekevu katika Mungu. Akaona watu wawili wakiza. Neno la Bwana likasema akakimbia akawasili. Na wakati huo ulikuwa wakati umeandia kupokea baraka yake ya mtoto. Unaweza kuwa umeomba kwa miaka, lakini utumwe tu mtu, haleluya, ambaye amebeba sauti ya kupokea baraka yako. Jina la Bwana litukuke. Akanyenyekea. Akawasi, kaeni chini, muoge mikono, muoge miguu, mfumuzike na mkule kitu. Wakakata, aliwasi mpaka wakakaa chini ya mletee. Jina la Bwana litukuke. Sasa unaona utii na kuelewa aliweza kupokea baraka yake. Hebu niambie kama alikuwa juu. Hebu niambie kama hakuwa na ufunuo wa uungu ndani yake. Angepitwa na baraka yake ya kupokea mtoto. Maana siku hiyo aliambiwa wakati kama huu na muda kama huu Sara atapokea mtoto. Na alikuwa ameongozea kwa miaka mingi. Kwa hivyo ni watu wao wanaongozea. Wao wamekuwa wameongozea. Jambo hilo limekuwa likikusumbua.
nataka kuambia siku ya leo unaenda kulipokea katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Na ukutane na mtu ambaye amebeba zibu lako siku ya leo, na ukutane na mtu ambaye amebeba zibu lako siku ya leo katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Ukutane na huyo mtu. Amen. Sharababushi. Ukutane naye. Yes. Na mali alipo nataka kuambia atapata amani. Hatapata amani katika jina la Yesu. Yoyote aliye na zibu la maisha yako, nataka kuambia kwamba ulipokee katika jina la Yesu. Na wewe unanisikia katika mitandao, katika jambo hili ambaye umelipokea, na ukutane na zibu lako siku ya leo katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Hii sio yeye nasemangwa sikiliza moja na unaanza kuitisa. Hapana, hii ni kitu nimekaa asili na nikafast siku saba. Jina la Bwana litu. Unajua kuna watu wanasema hata ninyi mnajua hiyo kusema kwa mdomo hapa ni ngumu. Hata sana. Si nini wasuka. Haleluya. Maana siwezi nikanenda kile zitikia zimefurahisha watu. Nataka kuambia ukutane na mtu aliye na zibu lako katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Niona watu wamalizane suki za zingine, maana watu ni wanatumika kuwa baraka kwa mtu. Jina la Bwana litukuke. Unaweza kuona mtu hapa tu hapa, kumbe tu amebeba baraka yako. Ukikutana na Mungu, umekutana na hii madhabahu ndani. Hii madhabahu inainuka. Usilie mwanangu. Usilie, tulia. Tulia. Wale wametumwa na jiandaa. Wale wametumwa kwa baraka roho. Wamejiandaa. Katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Nimejua nimekaa na watu hapa katika hali ya kulilia Bwana. Na mimi najua utakatifu Mungu ametia ndani yangu. Wengine hapa wamepokea. Amen. Utakatifu. Yes. Jina la Bwana litukuke. Hata nami natangaza ya kwamba Mungu wangu na baba yangu, kama vile alikutana na yule mwanamke msilimu ambaye Bwana alikuwa anadanganya watoto wake, tazama kuna maadui ambapo amekuwa akidanganya akili za watoto wetu. Jehova, tunatangaza ya kwamba wakakutana na miujiza yao katika jina la Yesu. Bwana ni mwaminifu. Mungu ni Mungu. Baba ni asante. Pokea utukufu. Pokea heshima. Uinuliwe na uabudiwe. Mungu nayejibu maombi. Mungu nayejibu ukiwa katika miali ya moto. Tunaomba kukutana na huyo mtu. Tunaomba kukutana naye katika shida ambayo amekuwa kigagaa ndani yake. Katika hiyo shida amekuwa kigagaa ndani yake. Rosogiana. Rosogino. Rosiaro Raboni. Rosiaro Rotaza Marabi. Damu ya sukia makua mitongo yao tia. Baba, natangaza damu hii ikawashukia katika mawazo yao. Liwazo lote linawasumbua, natangaza liaje kuondoka. Natangaza liaje kuondoka katika jina la Yesu. Natangaza total peace in the mighty name of Jesus. Kama vile ulipatia ule mama Musine, ukampatia amani. Wakati Bwana Jehova alienda, Bwana Jehova akausa yale mafuta ilipaki katika ile shupa. Wewe Ramasatoro Bozeri ya maganda.
Masonoko maya Jehova, ondolea watu wako roho ya aibu imekuwa ikiandamana na watu wako. Natangaza hilo ya aibu na ianze kutii katika jina la Yesu. Wewe roho wa aibu hauna uwezo na mamlaka juu ya watu wa Mungu katika jina la Yesu, mwana wa Mungu aliye hai. Tunakushukuru, tunasema ni asante. Uinuliwe na kuabudiwe, Mungu mkuu, Mungu mwenye nguvu zote. Umezawa na utukufu, umezawa na nguvu. Baba ni asante, 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 asante. Pokea utukufu, pokea heshima. Na ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Ambia Yesu amen. Amen katika jina la Yesu. Na nimemaliza mjini. Kiugo kimwe kiangai. No gitoje mundu. Uthio kiraga ngai. Kwe mota. Kawetiki ukawena kwa kanini. Nikararama. Nikararama kaukanini. Mutumia ucio arerire mugati ucio na wetiki. Agicoka akigothie matura uthio rogote thigitho. Haleluya. Uonorerie maguta macio. Wendie na nukwana mbeca cia kuria. Kiu wena kio kidini nikego gutumothereme. Kawetikio kau kanini. Hiyo imani kidogo ndio inakuletea mambo makubwa. Katika jina la Yesu, mwana wa Mungu aliye hai. Haleluya. Heri wamtumainio Bwana, wamtumainio Bwana. Heri wamtumainio Bwana watapata. Oh, heri wamtumainio Bwana, wamtumainio Bwana. Heri wamtumainio Bwana watapata. Oh, heri wamtumainio Bwana, wamtumainio Bwana. Heri wamtumainio Bwana watapata. Oh, heri wamtumainio Bwana, wamtumainio Bwana. Heri wamtumainio Bwana, wamtumainio Bwana. Heri wamtumainio Bwana watapata. Mikononi mwako nilitangaza ya kwamba chochote kimekuwa kikiwasumbua na chochote Bwana Jehova Bwana kimewakoseza amani, siku ya leo natangaza wapokee katika jina la Yesu. Natega nyara
masauti yote ya adui, nateganya na masauti yote ya kuangamisha katika jina la Yesu. Bora masanta na maburi ya masia Rosio Rokayante Mariondo Rosio Waorotise Matomo Mao Sarababose Maganda. Inua mikono yako juu. Hallelujah. Hallelujah. Let our Holy Spirit of God take over. Take over. Labi Raboni, legeza mawazo ya watu hao, watulize katika mambo wanaopitia. Naomba huruma zako, naomba huruma zako. Miaka yenu nitatazama mimi nikiwa. Bwana anasema miaka yenu haitakuwa masumbufu ya masumbuko. Mukae mukinitii mimi nikiwa Mungu. Matendo nitatia chini. Na isiwepo mwingi wa Mungu. Mungu utenda tena. Baba, kuna watu unaongoza hapa katika jambo. Kuna jambo wanatamani, na jambo hili Bwana ukawaongoze mahala baraka zao ziko. Miaka yenu natasa. Santa, naomba kukaribia hapa. Karibieni hapa katika jina la Yesu. Bila